Ndugu Waislamu, nawahusia na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla jalaluhu na kufuata mwendo na sunna za Bwana Mtume Muhammad. Katika wasia wa Mwenyezi Mungu aliyowahusia wa mwanzo katika viumbe vyake na wa mwisho uliotangazwa katika Qur'anul Karim, ni wasia huu ambao kila siku ya Ijumaa na darsa na khutba nyinginezo nyingi huwa tunahusiana. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Huu ndio wasia ambao si vyema kwa Muislamu yoyote kusahau. Mche Mwenyezi Mungu. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Ni vyema kwa Waislamu mara kwa mara tukawa tunahusiana kumcha Allah, na kifupi sana maana ya kumcha au kumwogopa Allah ni kufuata amri zake, kuamrishika na amri zake, kuzikubali na kuzifanyia kazi amri zake, na kuacha makatazo yake, kukoma na kuyaacha kila ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza kuyafanya. Kwa ufupi sana, hiyo ndio maana ya wasia au maana ya kumcha na kumwogopa Allah. Ndugu Islam, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mwana wa Umar ibn al-Khattab, sahaba mmoja katika abadila waliotambulika katika ulimwengu wa Kiislamu kwa kuleta faida kwa umma huu kwa elimu zao walizokuwa nazo, yeye pamoja na Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Umar ndiye sayyidul mawqif katika khutba yetu ya leo, anayetuletea mmoja miongoni mwa arwa al-qisas zilizowahi kutokea katika mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika matukio ya kuvutia, in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala nadajati ashabi Muhammad bin Abdullah. Inaonyesha wazi tarbia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilivyokolea kwa masahaba zake. Ndani ya habari tutakayoitoa, saufa nastantiju minha ba'd at-ta'alim. Tukishamaliza kuzungumza habari yanayotusimulia Abdullah ibn Umar, tutatoa miongoni mwa mambo yaliyokuwa ni mafunzo makubwa ya wapasayo Waislamu kuwa nayo katika maisha yao. Hadithi hii kaisimulia Imam al-Bukhari katika sahih. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما تأيمت حفصة بنت عمر. عبد الله بن عمر anasema hivi, alipokuwa mjane mama Hafsa bint Umar, وكانت عند خنيس ابن حذافة كانت عند خنيس ابن حذافة السهمي. alikuwa mjane lakini alikuwa na mume kabla ya hapo akiitwa Khunais ibn Hudhafa. Anaelekea huyu ni ndugu wa Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, sahaba maarufu. Na miongoni mwa title na yashin alizokuwa nazo Khunais ibn Hudhafa
As-Sahmi, katika kabila la Sahmi. Alikuwa ni badriyun, ni mtu aliyehudhuria akashuhudia pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallama vita vya Badr. Na watu wa Badr mnaujua utukufu waliopewa kutokana na kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, la'alla Allah tala'a ala ahli badrin faqala fa'alu ma shi'tum faqad ghafara Allah lakum. Watu wa Badri ni watu wakubwa. Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi aliyekuwa mume wa Hafsa binti yake Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami', alishuhudia vita vya Badri, bali si Badri tu, washahida maa rasulillahi Uhuda, pia alihudhuria katika vita vya Uhud pamoja na bwana mtume Muhammad. Wa usiba fi Uhud, na akapata jeraha katika vita vya Uhud lililopelekea kifo chake Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi. Baada ya kufa ikawa mkewe Hafsa hana mume, ndio anasimulia Abdullah ibn Umar, lamma taayyamat Hafsatu bintu Umar وكان عند خنيس بن حذافة السهمي وكان صاحب رسول الله توفي بالمدينة. لصحابة ومتوم خنيس aliyekufa kazikwa Madina. Alipokufa kilitokea nini? Na alipokuwa mjane kilitokea nini? Anasema laqiya Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan. Sayyidina Umar alikutana na Uthman ibn Affan. Hawa ni marafiki, pamoja na suhba waliobarikiwa na Allah kuipata ya kumuona mtume na kuwa pamoja naye na kumwamini, lakini wenyewe walikuwa ni marafiki, masahibu wanaojuana. Falaqiya Umar Uthman ibn Affan, Umar akakutana na Uthman. Tumwache mwenyewe Umar aelezee mkasa au aelezee habari hii. Mkasa si vyema, kwa sababu mkasa huwa ni habari za kuchekesha na habari ambazo ndani yake ile jalala na utukufu na nguvu ya kuelezewa na mafunzo yake itakuwa tunaiondoa tukisema mkasa kwa lugha yetu ya Kiswahili, au kuwa mkasa, bali ni kisa. Anasema laqitu Uthman ibn Affan faqultu lahu ya Uthman fa'aradtu alayhi Hafsa. Anasema nilipomuona Uthman ibn Affan nikamtangaza mbele yake Hafsa binti yangu. Aradtu yani kama kumpa ofa, nikamwambia Umar, Uthman, nataka nikuozeshe binti yangu Hafsa. Jambo hili analifanya Umar kwa mwenzake Uthman ibn Affan. Aradtu alayhi Hafsata, nikampa ofa, nikamweleza kwamba nataka uwe mume wa binti yangu Hafsa. Faqala li ya Uthmanu, Uthmani akanijibu akasema, saanduru fi amri, nipe muda kidogo niangalie mambo ya namna yalivyo. Na inaelekea siku hizo ilikuwa Uthman ibn Affan ndio mwanzo amemwaga na kumzika binti yake mtume aliyekuwa mkewe Uthman, jina lake Ruqayya, Ruqayya bintu Muhammad ibn Abdullah. Kwa hiyo akaona Umar kwamba amuozeshe binti yake baada ya kukuta kwamba binti yake yuko katika msiba, huzuni, baada ya kumalizika kwa eda yake. Uthmani akamwambia nitatizama, kana kwamba kamwambia nisubirie kidogo niangalie mambo namna yalivyo. Anasema famakathtu layaliya, nikakaa masiku ya kuhesabu.
falamma laqituhu, nilipokutana naye tena Uthman, sasa nataka jibu. Faqala li, akanijibu hivi, laqad bada li alla atazawaja fi yawmi hadha. Bwana Umari, imenidhihirikia mimi kwamba sitaki tena kuoa. Imenidhihirikia kwamba sasa hivi sitaki mke. Bila shaka kwa ule bin Adam, umeenda kwa mtu, umemdhania kwamba hapo utapata matlaba yako, hususan katika jambo kama hili. Bwana, na binti nataka nikuozeshe wangu mwenyewe, nimempendelea wewe. Jibu utafurahi likiwa ni naam, lakini linapokuja katika matukio ambayo hukuyatarajia, lazima katika moyo wako kutakuja jambo, sikufikiria kama atanijibu hivi. Na wengine wanaweza wakafikiria kwamba nitauweka wapi mimi uso wangu, nitamtizama vipi mtu niliyempa ofa ambayo kallama ayarudda rajula. Hii ofa hairudishwi sana na wanaume, lakini jamaa kairudisha. Lakini hawa ujue ni wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad, lakini pia ni binadamu, pia na wao ni wanadamu, wanahisi kama wanavyohisi wengine, japokuwa daraja zao ni kubwa kwa suhba yao na mafunzo walioyapata kutoka kwa Mtume Muhammad. Laqad bada li alla atazawaja fi yawmi hadha, mimi imenidhihirikia nisioe bwana. Anasema thumma laqitu Aba Bakr as-Siddiq, kisha nikaja nikakutana na Abu Bakr as-Siddiq. Na muarrikhina wanasema hivi, ukaribu na urafiki wa Umar na Abu Bakr ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko namna ulivyokuwa kati yake na Uthman ibn Affan. Kwa hiyo ule usuhuba ulikuwa umejengeka zaidi, ni mkubwa zaidi kwa Abu Bakr. Falaqitu Aba Bakr faqultu lahu ya Aba Bakr in shi'ta zawajtuka Hafsata binti. Hakuchoka Umar kuona kule nilijibiwa hivi, lakini tamaa yake ilikuwa kubwa, kwa sababu huyu na mimi tulivyo si kama mimi na Uthman. Hapa inaonekana naweza nikapata bughyati wa matlabati. Akamwambia in shi'ta, ukipenda, ukitaka, zawajtuka Hafsata binti, ninakuozesha Hafsa binti yangu. Umar anasema fasamata Abu Bakr, samata yani akaninyamazia, hakurudisha kilima, hakunijibu ndio wala hapana. Fakuntu alayhi awjada minni ala Uthmana, alipokuwa hakunijibu kakaa kimya, kile kilichonisibu kwa Uthmani kilikuwa kidogo kuliko kilichonipata juu ya huyo Umar. Yani hasira zangu kwa Uthmani zilikuwa kidogo, lakini huyu bwana ndio amenifanya ghadhabu zangu zimekuwa kubwa, kwa sababu hakunijibu no yes. Bora angeniambia tu kama alivyosema Uthman, badali alla atazawaji, nikaangalia business nyingine, habari nyingine, lakini ikakaa kimya. Fakuntu alayhi awjada mimma asma minni, fakuntu alayhi awjada minni ala Uthman, nikaniangukia huzuni kuliko nilivyonisibu kwa Uthman juu ya Abu Bakr. Anasema famakathtu layaliya, nikakaa masiku kadhaa. Thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, binti yangu nikashtuka amekuja kuposwa na Bwana Mtume Muhammad. Msalieni Mtume. Anasema faankahtuha iyahu, inakuja kwa lafzi hiyo katika hadithi, nikamuozesha binti yangu kumuozesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zile huzuni za Uthmani zilizonipata kule, huzuni iliyonisibu kwa Abu Bakr as-Siddiq,
nikatoka pale ninafurahi, ndio binti yangu na ashrafu khalqillahi Muhammad, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika baadhi ya riwaya zilizokuwa kharijun an as-sahha ambazo tumezieleza, wanasema alipohuzunika mno Umar juu ya Uthman ibn Affan alienda kumshtakia mtume, akamwambia nimekwenda kwa Uthmani, nimempa ofa, aradtu alayhi ibnati Hafsata, akaniambia hivi. Mtume akampoza akamwambia Umar, la tahzan, usihuzunike, fa inna Uthmana sayatazawwaj man huwa khairun min Hafsa wa inna Hafsata sayatazawwajuha man huwa khairun min Uthmana wa Abu Bakr. Usihuzunike Umari, Uthmani ataoa aliyekuwa bora kwake kuliko Hafsa, na Hafsa ataolewa na aliyekuwa bora hata kuliko Uthman na Abu Bakr. Kwa hiyo la taqlaq, tulizana. Sasa lazima itakuwa inazunguka kwenye akili ya Umar, Hafsa ataolewa na aliyekuwa bora kuliko Uthman, Abu Bakr. Ni nani huyo? Ni nani? Yani sisi Waislamu ahli sunnati wal jamaa msema ni nani tena bora baada ya Abu Bakr na Umar na Uthman? Ni nani? Lazima network ilikuwa ina search hivi, ipo atakuwa bora kuliko Uthman, Dhinnuraini. Aba usijali, Uthman ataoa aliyekuwa bora kuliko Hafsa, na Hafsa ataolewa na aliyekuwa bora kuliko Uthman. Uthman akamwoa Ummu Kulthum binti Rasulillah, na mtume akamwoa Hafsa binti Umar ibn al-Khattab. Yamekuwa au hayajawa? Basi mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ndiyo mume baada ya Hunais ibn Hudhafa as-Sahmi kwa mama yetu Hafsa binti Umar ibn al-Khattab. فأنكحتها إياه, nikamwozesha binti yangu kumwozesha mtume. Thumma laqitu Abu Bakr, anaendelea kusimulia Umar, anasema kisha baadaye nikakutana na Abu Bakri baada ya jambo la ndoa na tukio hili kisha kumalizika, mtume kumwoa Hafsa. فقال لي أبو بكر لعلك وجدت علي يوم عرضت علي, akamwambia na nilijua mimi nimekasirika, wadhalika, na mimi sikukurudishia neno, liannani sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuruha, mimi nilimsikia mtume akimtaja binti yako. Inaonekana kwamba mtume alikaa mashura na sahaba zake, mnaonaje mimi moyo Hafsa? Kaannahu dhakaraha amama, na ndivyo ilivyokuwa. Abu Bakr anamwambia nilimsikia mtume akimtaja, kwa hiyo nilijua kutatokea jambo, na unajua kwa nini sikukujibu siku ile? Lam akun liufshiya sirra Rasulillah, siku ile sikutaka kufichua siri ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ndio maana nikakaa kimya. Sikutaka kukupa mambo namna yalivyo, ilikuwa ni siri ile. Kwa hiyo ningekwenda extra mile zaidi ya pale, ningefichua siri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar akafurahi. Katika hadithi hii ndugu zangu Waislamu, kuna mafunzo mawili ambayo nahnu alana fi amasi alhajati ilayhima. Mafunzo mawili haya tunayahitaji sana katika wakati wetu tulionao. Moja ni kwamba kumbe Muislamu anaweza kumuofa binti yake katika jambo la halali. Umemkuta mtu ambaye unamuona ni kofu ya binti yako, usitaraddadi wala usione tabu wala usione haya kumwambia na binti yangu nimependa umuoe wewe. La tataraddad fi dhalika fa innaha min ta'alimi ashabi Rasulillah. Hapa anatufundisha masahaba wa mtume. Au unajiona bora kuliko Umar,
au unajiona bora kuliko sahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr alimwambia nini Umar baada ya kumweleza kwamba nilimsikia mtume akimtaja, walam akul li ufshiya sirra rasulillah falau tarakaha laqabiltuha. Anasema lau mtume angemwacha, yani asingeendelea katika process akaacha, laqabiltuha, mimi ningemkubali Hafsa, ningemoa mimi nilistop kwa sababu mtume alimtaja na nilijua mtume anamhitaji, lakini vinginevyo laqabiltuha, ningemkubali, ningemoa. Mafunzo haya tumefundishwa sisi katika wakati wetu wa leo, ndugu zangu, kulikojaa watoto wa kike wajane. Bado wewe unaona haya na tabu ya kumsema mtoto wako wa kike au kumofa kwa lugha nyepesi kwa mtu mwema uliyemwona kwamba huyu anastahiki kumwoa binti yako. Unangoja nini? Unangoja aharibike? Unangoja mambo ya wewe sivyo tunavyoyapenda na kuyatarajia katika majumba? Na sifahamu kwamba huo ni katika Uislamu, wala si utovu wa adabu, wala si adimu alhaya wal mas'uliyya. Mtu akifanya hivyo si kwamba hana haya sana, na ile kutokea wakati wa mtume. Anas ibn Malik khadimu wa mtume, mtumishi wa mtume, anasema hivi: jaat imra'atun ila rasulillah fa'aradat nafsaha li rasulillah. Aliwahi kuja binti kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajitangaza, akamwambia mtume, ni wewe ya Rasulullah. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam yupo na sisi tupo na binti yangu, yani binti yake Anas ibn Malik yupo. Yule binti anamwambia mtume, mimi nimekuja, nimejitoa niwe mke wa mtume, anioe. Binti yake Anas ibn Malik, fadhahikat bintu Anas, akacheka binti ya Anas, faqalat ma kana aqalla hayaaha, ay ma aqalla hayaaha. Binti yake Anas, mwanamke ana haya hii, ni mchache ulioje wa haya yake. Mwanamke anasema hivi, anajipeleka mwenyewe. Binti yake Anas akasema ma aqalla hayaaha. Baba yake Anas ibn Malik akamgeukia akamwambia, hiya khairun minki, hiya khairun minki, aradat nafsaha lilnabi. Binti yangu, wewe humfiki huyu kwa ubora, amejitutumua akajieleza na akajitoa kwa mtume ili aolewe. Huyu ni bora kuliko. Binti alifahamu vingine kama tunavyofahamu wengi, kama tunavyofahamu wengi katika mitaa kwamba hii ni aibu ya mwaka. Nafanya uone huko nyumbani, hata watoto wako watakufikiria, baba yetu kafikwa na nini? Kwa nini? Kamwambia yule mwadhini pale kwa Uthman mahali maiti ya moyo binti yetu, kafikwa na nini? Wanaweza wakakupeleka kule mentally ukaangalia akili yako. Hebu tazameni vizuri jamani, hamwezi binti, hampeleki kwenye machafu, hampeleki kwenye mabaya. Ni sunna ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam yale yote mazuri alikuwa akiwafundisha hawa. Naam, usitaraddad. Kijana wa Kiislamu umemwona ni mzuri, anahitaji kusaidiwa. Moja katika kusaidiwa ni kumpa mke, msaidie. Mwambie usitafute mke, mimi naye mke mzuri nitakuletea, umwoe, uwe na mke anayekufaa. Na wewe kijana wa Kiislamu, akija mtu kama hivi usimfikirie vingine. Msema wallahi leo nataka nikawarekodie watu walivyokosa haya. Maana siku hizi kitu kidogo watu wanarekodi, mpaka mambo yao ya vyumbani huko watu wanarekodi.
kila kitu iko nje, watu walivyokosa mwelekeo. Ukamsikia mtu anarekodiwa anafanyiwa vitu kama hivi. Akija mtu kukupa mambo kama haya, fahamu ametumia miongoni mwa adabu za sisi Waislamu na namna tulivyolelewa. Ni vyema mtu kufanya hivyo kuliko kufanya jambo la haramu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akamwozesha binti yake kumwozesha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Funzo la kwanza kwamba sio ukosefu wa haya, wala si ukosefu wa adabu, wala si kiroga kwa baba au wali yoyote wa mtoto wa kike kwenda kumzungumza mtu ili ampe ofa au amweleze namna gani anamhitaji kumwozesha binti yake, ukhti yake au nani yake aliyo karibu naye. Wala hujafanya kosa. Nataka tuyaondoe haya makosa ambayo tunayaona ni makosa, kumbe si makosa. Funzo la pili tunalolipata katika hadithi hii, tunapata funzo, unapopewa siri na mtu, hifadhi siri yake. Hususan hasa katika mambo ya ndoa kuna siri. Angalia Abu Bakri kanyamaza kwa sababu Mtume anataka kumuoa nani? Hafsa. Sasa kufichua mambo kabla ya wakati haujafika yanaweza yakaleta uharibifu, hususan katika ndoa. Ndio maana sisi Waislamu tunaambiwa posa tuifiche, ndoa ndio tuidhihirishe, kwa sababu unapokwenda kuposa ndipo panapoanza umbea, panapoanza majungu. Kijana nasikia umeenda kuposa nyumba ile pale, na kusikitikia sana. Ujue kwamba hauko peke yako, una washirika, una shareholders pale wengi. Tena mimi nitakuonyesha pale msikitini una swali nao. Yataanza. Baada ya muda utagive up. Mimi nilifikiria niko peke yangu, kumbe na wenzangu, kwa sababu maneno ni kama kisu kikinolewa namna yanavyo kinapata. Kwa hiyo zile siri zihifadhiwe. Waislamu sisi ni watu wa kuchunga siri, lakini leo sisi imekuwa watu hatujaulizwa, tunazitoa wenyewe hizo siri. Hata bora ingekuwa mtu anakuuliza, kwani ilikuwaje? Wewe ndio utakuwa wa mwanzo, njoo bwana nikupe mambo. Wala usifikirie unapoizungumza kwenye simu kwa kubonyeza dijitali kadhaa hujafichua siri za watu. Ukasema ilikuwa kwenye simu bwana, bado ilibakia siri tu. Wala usije ukasema mimi hakuniambia. Kama hii ni siri, mtu mwenye akili timamu anajua haya mambo, maadamu nimeambiwa hivi, na kwa kawaida yake si mambo ya kuwekwa wazi kutokamana na athari 1, 2, 3. Wewe mwenyewe una akili, si lazima mtu akwambie hii ni siri, sio lazima. Na inakuwa lazima zaidi pale anapokusisitiza kwamba bwana, haya mambo tumeyafanya hivi mimi na wewe tu, asijue mtu mwingine. Hapo umeaminiwa katika siri. Siri, Muislamu ndiye mwenye kujua namna ya kuhifadhi siri. Leo kila tabia chafu na mbaya tunazo sisi Waislamu. Kwa nini? Wakati sisi tumekuja kufundishwa adabu na Mtume Muhammad. Angalia kila kisa tunachokielezea kina mafunzo ndani yake. Wa hakadha kan kullu khatwatin khataha Rasulullah fiha ibar wa ta'alim. Kila step ya Mtume katika maisha yake kuna mafunzo ndani yake. Ndio maana tukisoma sira na akhbar, moja katika mambo makubwa tuyapatayo ni kujifunza adabu katika sira ya Mtume. Anasema bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, لما مرض رسول الله اجتمعنا كلنا لم تنطلق واحدة من نساء النبي. Mtume alipoumwa maradhi yake yale ya mwisho ya kuondoka dunia, wote walikuwepo pale wake zake Mtume, hakuna aliyeondoka. Anasema dhata yaumin jaat Fatimatu bintu Rasulillah, tulimuona binti yake Mtume Fatima anakuja, mwendo anaokwenda
la tukhti'u mishyatuha mishyata rasulillahi abiha, mwendo wake haukukosana na mwendo wa mtume. Fajaat wa qama ilaiha rasulullahi liyurahibaha au liyurahiba biha. Mtume alipomwona binti yake amefika karibu, mtume akanyanyuka ili kumpokea binti yake. Kisha faajlasaha biyaminihi, mtume akamweka upande wake wa kulia bibi Fatima. Kisha faasarra ilaiha, asarra ilaiha, mtume akaanza kuongea kwa siri, yani kupeleka mdomo wake katika masikio yake, na wake zake wapo wanaona. Alipokuwa amemaliza kuondoa mdomo wake karibu na masikio ya bibi Fatima, bakat bukaan shadida, bibi Fatima akalia kilio kikubwa. Watu wakashangaa, wake zake mtume wakashangaa. Baada ya mtume sema falamma raa rasulullah jazaaha, mtume alipomwona babaiko amefadhaika bibi Fatima na kilio, asarraha thaniyatan, akasema naye kwa siri tena mara ya pili, fadhahikat, akacheka bibi Fatima. Bibi Aisha anasema tukashangaa, mtu wakati huo amelia, baada ya muda mchache amecheka, ambayo si kawaida. Ukilia unalia wewe, kucheka itakuwa baadaye, lakini si hapo kwa hapo. Kile kicheko kinakuwa hakiji wakati machozi yalikuwa tayari. Basi nasema tukashangazwa sana, bakat thumma dhahikat, kilio kisha alafu kicheko pale pale tu, na kitendo ni kile kile, mtume kupeleka mdomo wake katika masikio ya binti yake Fatima. Anasema bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, falamma qama rasulullah sa'altuha, mtume aliponyanyuka anaondoka zake, nikamuuliza Fatima, alladhi abkaki, alladhi sarraka bihi rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam alikupa siri katika masikio yako, wa khassaki bi asrarihi min baini nisa'i, kisha akakuhusu wewe tu, akawaacha wake zake wote, hajawapa siri. Ni kitu gani alichokuwa nakuambia mtume? Wa anta tabki, na wewe unalia, kwa nini unalia? Faqalat, bibi Fatima akasema, ma kuntu liufshia sirra rasulillah, alichoniambia ni siri. Angalia, Fatima ni binti ya mtume, lakini Aisha ni rahanatu rasulillah, pia ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kumwambia kwamba ni siri, sio kwamba utatovuka adabu. Wewe tuna siri gani mimi na babako? Mimi ni mamako, kwa nini usiniambie kilichokuwepo? Huyu ni mume wangu, na haki ya kujua. Nifadhali, lam akul liufshi ala rasulillahi sirra, alichoniambia mama itabaki kuwa siri, siwezi kuifichua siri ya mtume. Kisha bibi Aisha anasema ikachukua muda, lamma tuwaffiya rasulullah, alipokufa mtume wa Mwenyezi Mungu, fakultu laha, nikamwambia sasa Fatima, istahlifuki billah, mimi nimekuja sasa, nataka uniambie wewe, unajua ma laki alayya min haqqi, namna mimi na wewe tulivyo Fatima. alla akhbartini madha qala laki rasulullah, nataka uniambie siku ile alikuambia nini mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka ukalia alafu ukacheka at the same time. Bibi Fatima akasema, amma al-ana fa na'am, ama kwa sasa hivi naweza nikakwambia. Sema amma al-ana, kakumbuka kwamba siku ile sikumpa mimi habari hizi. Amma al-ana fa na'am, ama leo na haki ya kukuambia, nitakuambia ulichouliza. Anasema siku baada aliponipa siri katika masikio yangu, innahu qala li ya Fatima,
لقد كان جبريل يعارضني القرآن في كل عام مرة وإنه عارضنا في هذا العام مرة. فاطمة وجبريل alikuwa kila mwaka akija akinisomesha Qur'an mara moja kwa mwaka, lakini nimeona mwaka huu amekuja kuifichua Qur'an na kunisomesha mara mbili ndani ya mwaka. Wala ara dhalika illa dunuwa ajali, na mimi sioni chengine kwa kitu hicho alichofanya Jibril mwaka huu isipokuwa siku zangu za kuishi zimekwisha. Si desturi yake Jibril kunisomesha mara mbili Qur'an. Jibril alikuwa akija kila mwaka kumsomesha mtume, sanukriuka fala tansa. Alikuwa akisomeshwa Rasulullah na Jibril. Alisema mwaka huu kaja mara mbili. Hii inamaanisha nini? Laqad dana ajali fattaqillaha wasbiri ya Fatima fa ni'ma as-salafu ana laki. Binti yangu Fatima, kwa ajili hiyo kuwa strong mtakapoondoka, subiri, vumilia, aliyekutangulia ni mwema zaidi, ni salaf kwako na wewe utakuja baada yangu. Fabakaitu buka'i alladhi ra'ait. Aliposema maneno haya baba, nikalia kilio changu kile nilichokiona kilisababishwa na maneno haya. Kumbe baba karibu atakufa, kumbe wakati wake umekwisha kuishi katika dunia, na ananiambia utanifuata. Na ulama usira wanasema ndio, katika watu wake wa karibu sana baada ya mtume kufa alikuwa Fatima. Alimfuata mtume baada ya miezi 6 tu kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikalia sana, na hicho ndicho kilichoniliza. Falamma raa Rasulullah jazai, alipoona mtume kufadhaika kwangu na kitu alichoniambia, akanipa siri nyingine mara ya pili. Sasa faqala li, akaniambia ama yurdiki, haikufurahishi wewe binti yangu antakuni sayyida nisai hadhihi al-umma? Halikufurahishi kwamba wewe utakuwa sayyida, bibi wa mabibi, nana mtukufu katika ummati Muhammad wa wanawake? Haikuridhishi kwamba wewe? Fadhahiktu dhahkati tilk. Aliponiambia hivyo, furaha yangu na kucheka kwangu ndiko kule nilikocheka kwa mara ya pili. Hapa tunasomeshwa nini? Siri. Siri ngapi za watu ushazitoa, tena unnecessary kabisa, tena siri nyingine ambazo zinampelekea mtu kuuawa, kufanywa mambo, kuharibikiwa, kuelemewa, kuaibika kwa sababu ya siri alizokupa. Na mtume alikuwa na mtu wake special akiitwa Hudhaifa ibn al-Yaman, alitambulika kwamba katimul asrar au katibu asrari Rasulillah, aminu siri. Siri za mtume ziko pale, mpaka wale wanafiki walikuwa hawajulikani na mtu yoyote, mpaka sahaba Abu Bakr, mpaka binti zake, mpaka watu wake wa nyumbani alikuwa anawajua yeye tu, Hudhaifa ibn al-Yaman. Wote wale wanafiki, na yeye hakujitapa kusema mimi baada ya mtume ndio mimi. Alikuwa mtu mtulivu, na mtajua sababu kwa nini aliaminiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakapoisoma historia yake. Ndugu zangu Waislamu, mafunzo mawili haya yamekuwa leo ni adimu kama si adimu. Mtu kumwezesha binti yake mtu aliyempenda mwenyewe, yani wali, na mtu kuficha siri alizopewa akahusishwa, akaambiwa hizi ni katika siri zetu, usizifichue. Waislamu tumekuwa hatujulikani siri ipi wala dhahiri ipi. Na muomba Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu watakaokuwa wanaishi katika mafunzo ya Kiislamu ya kweli.